Hata kama mambo mengi huenda unasikia mahala pale panakupata. Unasikia kwamba hauna shida yoyote. Na unasikia kwamba wewe ni kama umefika. Katika kitabu cha Yohana 5 anasema kuna mtu aliishi katika kizima. Hatujapenda tupelekane pamoja. Hata kama neno litakuwa nzito kidogo. Na wakati muda utafika ama ukutwe na hilo jambo, hiyo jambo litakusaidia. Lakini yaweza ikakosa, lakini muda unakuja utakufaidi. Neno linasema Yerusalemu karibu kulikuwa na ziwa ambaye ilikuwa na uwezo mwingi. Na Hebrews ilikuwa inaitwa Bethsaida. Na pale kuna malaika alikuwa akishuka. Na wakati alipokuwa akishuka ni mara moja. Lakini haiandikwi amechukua muda mrefu ili aje akativua. Lakini ule atatangulia kujibu. Kulikuwa kuna ponyo mtu. Kwa ile kitufe kwa inapotibuliwa. Maandiko yasema pale kulikuwa na mtu alikuwa akiishi mahala pale miaka 38. Alikuwa akikaa pale akitarajia kuponyaji wa maji. Na wakati alipokuwa akiishi mahala pale, mapenzi yake alikuwa alikuwa ameishi mpaka amezoea mahala pale. Lakini neno inasema Bwana alikuwa anaenda kasafa ya Wayahudi. Alianzia kwenda akiwa mdogo. Hata wakati wa Pasaka ya Wayahudi ikifika naenda na wazazi wake. Wakati Yesu alikuja na kaona ule mtu, hakumuuliza swali kwa sababu alikuwa nabii. Hakumuuliza kwa sababu anamjua kule ndani. Lakini neno alifanya amuulize kwa sababu alimuona mahala pale. Alimuona wakienenda pale Yerusalemu. Akiwa tu mtoto mdogo, pengine kimo ya miaka 5. Pengine kimo cha miaka 10. Pengine miaka 20. Alikuwa akimtazama mahala pale. Ni kwa sababu mwanzo wa Yesu alianzia injili akiwa miaka wakati wote, wakati wake wote alikuwa ameifanya kwa miaka. Wakati Yesu alienda akamkuta alikuwa na miaka 33. Lakini huyo alikuwa na miaka 30. Alikuwa akiishi pale hata kabla Yesu hajazaliwa. Wakati ambapo aliishi katika kile kizima alikuwa na miaka mingi hata kabla Yesu kujazaliwa. Alikuwa na miaka 5 zaidi tu ya Yesu kuzaliwa. Jina la Bwana lisifiwe. Sijui kama tuwapatana. Alikuwa na umri mzuri amezidi Yesu. Sio miaka yake ya kuzaliwa.
gezima kichugone geza. Lakini ni miaka ya kuishi pale akingoja maji itibuliwe. Mwadhani ya rogo sio. Jina la Bwana lisifiwe. Ndio mwadhani todo no amumenyire hauguri. Lakini Mungu alimfahamu na kumenya mundu ndajirie kumwona teneri. Akajua fahamu nilianza kumuona kitambo. Kio yake ya moririe ni ukwenda kuhona. Yesu alimuuliza swali, wapenda kuponywa? Mwadhani ya rogo sio. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Amulio kulia kihudu ni ukwenda kuhonio. Alimuuliza hujapenda kuponyaje? Na akaona akoletetelele. Naye akiwa amesubiri, abiriye karugano. Akaanza historia. Kimwendo wamenya leo ndiye tukoletwa haha. Na akasema mimi nimekuwa hapa kwa muda. Miaka mingi muno. Miaka ambaye imesoma. Na kushi yawe turamenya horosio. Na wewe hauna hiyo habari kamili. Ndio kwa Mungu. Hapa sijafika siku ya leo. Ndio ha miaka 30 lakini nimekuwa hapa kimo ya miaka 30. Nikigoja maji yatibuliwe ili akiajia kumweka Yesu. Akaanza kuhadithi. Mwadhani ya roho. Jina la Bwana lisifiwe. Ni kwa sababu mara mingi tunasimama mahali hapa. Mwadhani ya roho. Hata pengine shida imekufuata pengine. Na wewe umekosa jawabu. Na wewe ukilemewa unasema nimekuwa. Na watu wamekuwa na shida kama hii. Na watu wamepitia changamoto kama hii. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Amen. Leo nitopendo tukanulile. Inastahili tubadilishe. Nigeza wojo kandi kwenda kuhonani. Leo unapoulizwa hujapenda uponyaji. Ukajalie history. Wewe usianze historia. Nigeza sita okoweka utole ndani. Ili kama ndugu yetu kuna jambo unahitaji. Yako tuiragia ndo yama nagerera kaudu ikao. Wacha kuambatana na watu walio historia. Okone welorenda kwa furahi. Hata kama ni kazi unataka uipate. Yakuwa nejebe mbele ya kwa tibu amatora na certificate. Usiseme ni wengi walio na tutoke kwa hiyo. Ndio kone biashara unaenda kwa ajili. Ili katika ni biashara unataka kwa ajili. Elia historia ya maana apili kijana makago wao. Wacha kuanzia na historia ya wale watu. Ndio nikiona mtu arolio ni muhonania. Na watu na huyu anaulizwa na mponyaji. Authority ya mgonete haukuma bwana. Ameishi kumuona pale akiwa mtoto. Authority ya mgonete atura goro hau. Na ameishi pale kwa muda. Na leo ndio kumuja kanyo kwenda kuhonio. Na amekuja kumuuliza hujapenda kuponywa. Na kaji ya kumuhengano. Na yeye anaanza kumpatia hadithi. Mwadhani ya roho sho. Jina la Bwana. Mambo mengi huwa tunayapitia. Kana madhi na maisha mara yatole namo. Na ama shida nyingi ambazo haitobishi ya maudo mashio. Ni kukuwa na sababu ya mambo kama haya. Ndio hapo wetekera ndio kwenda kuma hauni. Na baada ya kukubali hujapenda kutoka. Roho ya kueleka na maana gerera gashira gaka. Unauliza ni wangapi wamepitia hiki? Mwadhani ya roho sho. Bwana Yesu asifiwe. Wanaendelea muthamaki Ezekia atumirwa ndo ni muthamaki wetagwo Nesikarebu. Hata wakati Ezekia alitumiwa watu na Nesikarebu. Na akiandikirwa barua. Na akaandikiwa barua. Alisema ya kwamba hata kama kuna jeshi tumewahi angaliana. Uliza habari yetu. Na akimwandikira barua. Na akamwandikia barua. Yaani alikuwa tu na muogopesha. Na ukweli ni hao watu walikuwa hakuna hata falme zote zinazotuinukia hazijawaishinda. Na hivyo ilikuwa ni lakini Hezekia alishukua barua na akapeleka kwa na akasema barua imeandikwa sio mimi. Lakini sasa Mungu yasome. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kuna mambo ambayo inatakikana sana. Wacha kukua mtu wa historia. Bwana na tusaidie. Hivyo kwa ndugu yetu ulishukua.
sikia ya kwamba ndio ndio wale amana gerera kaudu kau angalia watu ambao ndio kutuzalia wale amatora neti na ni vizuri kutazama watu ambao kuna mbona wewe mbele yako tika kuna mbona wewe ndio wako ni vizuri kuona aliye mbele yako kwa sababu tukiishi katika historia hivyo ndio tukakaa katika utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo neno linakuja ili nimekuja ni kwa sababu na hata katika kujitoa katika shida zetu. Hata wakati kunapokuwa na shida tunaingia kwa maombi. Na kuomba ni vizuri. Na hata sisi ni na hata huu mwaka tuwe na maombi yaliyo na hakika lakini tunapoenda kuna mambo ambayo tutapatana watu ambao walio na nguvu, watu walio na imani ya juu, watu walio na mambo wanataka wapeleke mbele za Bwana, watu walio na imani wanaposonga na yale mengi huwa tuomba mara kwa mara, lakini wakati ambapo tunaenda kuomba tunaenda na majonzi. Lakini huu mwaka tubadilishe mambo ili tujue kuna mambo ya kuomba na kuna maneno ya kunenewa na kuna mambo mengine ya kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walienenda bila